Picha inaanza kitonyesha vijana wawili ambao walikuwa ni wezi. Moja kwa moja walikimbia na kumkwapua binti simu yake. Binti ndipo alipoambia subirini. Vijana baada ya kusikia neno subirini ndipo waliposubiri ili kusikia ni kitu gani atakachokiongea huyo binti. Binti aliwaambia njooni mkachukue na mengine zaidi. Hello, mdogo mtu akamwambia hapana mwanangu tuondoke. Akasema hapana, huyu binti atakuwa na kitu. Binti ndipo alipozama katika mkoba wake. Moja kwa moja akachukua pesa burungutu ramane. Hello, wezi baada ya kuona vile ndipo waliporudi. Moja kwa moja akazikwapua zile pesa zilizokuwa katika mkono wa binti. Jamaa akaanza kuzihesabu. Baada ya kumaliza kuzihesabu ndipo alipomwambia unaweza ukanipatia na hili begi pia? Labda unaweza ukanipatia na hili begi pia? Binti akamwambia sawa, chukua. Wezi baada ya kumaliza kuchukua lile begi moja kwa moja walikimbia. Lakini ukimtazama vizuri huyu binti, mpenzi mtazamaji, utagundua kabisa kwamba alikuwa amekata tamaa. Hivyo hata vile vitu alikuwa anasamani navyo kabisa. Vijana walikuwa wanaendelea kulinga na kufurahia kweli kweli. Akasema mwanangu, leo ni kama vile tumeshinda jackpot. Ni kama vile tumebutua jackpot. Angalau hii pesa itatusaidia ndani ya mwezi huu na hii simu tutaiuza. Hivyo tutapata pesa ya kutosha. Mdogo mtu akamwambia ndio. Akasema lakini brother, haufikirii kwamba itakuwa mbaya kwa huyu mtu? Akasema ni nani anayejali sasa? Mimi sijali kuhusu hilo. Ninajali kuhusu hizi pesa nilizozipata katika siku ya leo. Ama hakika hawa watu walikuwa na hali ngumu. Binti ukimtizama vizuri, mpenzi mtazamaji, alikuwa anapiga hatua kuelekea barabarani. Mdogo mtu akamwambia brother, angalia kule. Brother alikuwa busy na kuhesabu pesa. Akamwambia hey, unaenda wapi? Unaenda wapi ndugu yangu? Haujui kama yule mtu huenda anaweza kawa anaelekea katika kituo cha polisi? Anaweza kana tupeleka kituo cha polisi yule. Akasema hapana. Ndipo mdogo mtu alipopiga kelele. Wewe unafanya nini wewe? Ai! Binti moja kwa moja alikuwa anataka kwenda kujitupia katika gari. Ndipo alipomdaka. Akamwambia wewe vipi bwana? Wewe kipofu hauoni au? Unawezaje kufanya vile? Lile gari lingekugonga lile. Nataka kujitupia kwenye gari wewe. Lingekugonga nalo vipi? Akasema labda kama nini? Labda ndivyo nilivyokuwa nataka hivyo. Kijana aliposikia maneno ya binti, ama hakika alikuwa ni kukata tamaa. Binti akamwambia haina shaka. Akawa anatoa heleni alizokuwa nazo katika masikio yake. Akamwambia chukua kila kitu na uniache peke yangu. Naomba uniache peke yangu. Akasema sisi hatujali kuhusu hili. Kwa nini unaendelea kukaa hapo? Kaka mtu akaja anasema hapana. Sisi huyu ameendelea kukaa hapa kwa ajili hii. Ameendelea kukaa hapa kwa ajili hii. Lao. Akachukua zile hereni alizokuwa nazo akawa anazikagua. Akazipeleka mdomoni akazingata. Akasema mwanangu, angalia hii. Ni dhahabu halisi kabisa hii. Angalia ni dhahabu halisi na ni jiwe lenye almasi ndugu yangu. Akamwambia mwanangu tondoke. Wewe hata uwazi kuhusu huyu mtu, angalia kama sio yeye ndugu yangu. Angalia huyu mtu kama vile sio yeye na humuonee huruma kweli wewe? Akasema mwanangu, taweza kumuonea huruma pekee nikifika katika nyumba yake na kuambia ukweli. Ndani ya nyumba yake huyu kutakuwa kuna vitu vya samani kuliko hata hivi vyenyewe. Nakwambia ukweli mdogo wangu. Rao. Akasema mwanangu, una wazo zuri ujue. Hili ni wazo zuri. Akasema mdogo wangu, mimi nakuaga na mawazo mazuri kila siku. Ndipo alipomfuata akamshika mkono akamwambia hey, wewe mwanamke. Binti akamsikiliza. Akamwambia kama unataka tukuache, tupeleke kwenye nyumba yako tukaibe. Ndipo tukapoweza kukuacha peke yako. Binti akasema unasemaje? What? Eti nini? Wezi walinogewa. Wanataka wende wakaibe moja kwa moja katika nyumba ya binti. Moja kwa moja binti hakuwa na namna. Aliwapeleka moja kwa moja mpaka alipokuwa nakaa. Machiziboti walipofika katika nyumba ile, jamaa mwenye ndevu huyu akawa anasema una vitu vya samani hapa.
Jana ndipo alipoona boksi lililokuwa katika nyumba ile, ndipo alipoenda kulifungua lile boksi. Binti moja kwa moja, ukimwangalia vizuri mpenzi mtazamaji, ni kwamba alikuwa ajali. Ndipo alipomuita Mike. Mike, angalia hivi vitu vya dhahabu, vitu vya samani kweli kweli. Binti ndipo alipoingia bafuni. Baada ya kuona binti ameingia bafuni, kijana ndipo aliposogelea mlango wa bafuni akamwambia, "Wewe, unafanya nini Mike?" Kijana ndipo alipochukua mfagio akamfungia moja kwa moja kule bafuni. Akamwambia, "Unafanya nini? Kitu gani unachokifanya mdogo wangu? Kitu gani unachokifanya mdogo wangu?" Binti alipokuwa huku ndani bafuni, ndipo alipokuwa anagonga mlango. Akasema, "Naomba mniache jamani. Naomba mniache niondoke." Akasema, "Nipe hiyo simu." Akasema, "Mdogo wangu, sasa unaenda kuzingua mzee baba. Yaani unapoelekea unaenda kuharibu kila kitu." Akasema, "Naomba uniamini kakangu. Nachoenda kukifanya ni kitu kizuri kabisa, staribu. Niamini, nipe hiyo simu brother." Kaka mtu ndipo alipomwamini mdogo wake, akampatia simu. Moja kwa moja akawa anaikagua ile simu. Alipoingia WhatsApp, aliona namba ambayo imeandikwa mume wake, husband. Moja kwa moja kijana akaipiga ile simu. Kaka mtu akaona alichokuwa anakifanya mdogo wake, akasema, "Hey, stop. Unafanya nini? Unataka kufanya nini hiki? Ni kitu gani unachokifanya? Nakwambia ukweli, ukimpigia huyu mtu hatutaiba chochote huko ndani. Ukimpigia mume wake hatutaiba." Akasema, "Lakini tunahitaji kuokoa maisha ya huyu mtu." Akasema, "Wewe, mimi sijali kuhusu maisha ya huyu. Unajali nini kuhusu maisha ya huyu? Sisi tunachokijali hapa ni pesa. Pesa mane. Hello." Kijana moja kwa moja ndipo alipoenda ukutani ilipokuwa picha, akaitoa akamwonyesha. Akasema, "Hebu angalia hii. Angalia hii, alafu niambia ukumbuki chochote ukitizama hii. Ukitizama hii au ukumbuki chochote? Hakuna unachokikumbuka ukitizama hii. Mbona unakuwa na moyo huo kaka yangu? Acha zako bana. Tusiwe hivyo kupitiliza. Hata kama tuna maisha magumu, lakini tuwe na moyo wa huruma bana." Ndipo alipomruhusu akamwambia, "Haya, piga basi. Piga simu mdogo wangu, nimekuruhusu, piga." Baada ya kumwonyesha ile picha ya mama na mtoto, huruma ilimjia, akamruhusu apige simu. Moja kwa moja alikuwa anampigia. Akapokea simu. Akamwambia, "Nilikwambia usiendelee kunitafuta tena. Mimi nishapata mke mpya na nishaanzisha maisha mengine mapya, na sihitaji kuwa na wewe tena. Sitaki kuwa na wewe, na hakuna mtu ambaye anahitaji kuendelea kuwa na wewe." Maneno aliyokuwa anaongea yule mume wake yalikuwa ni ya kusikitisha. Hapo hapo bwana mdogo alikuwa anatoka shuleni. Akawa anasema, "Mama, niko nyumbani sasa." Wajamaa wakasema, "Sisi ni marafiki wa mama yako, tuko nyumbani hapa." Habari? Akasema, "Mama yangu yuko wapi?" "Mama yuko wapi?" Mama yako yuko kule bafuni kule." Yuko kule bafuni." Akasema, "Ameenda kuchukua vidonge vyake tena?" Waliposikia kuhusu vidonge walitazamana. Vidonge tena? Akasema, Tizama bwana mdogo. Unataka labda chai? Unahitaji chai?" Akasema, ndio, twende basi." "Wewe fanya faster basi. Fanya jambo hapo mzee baba. Nenda kaangalia anafanya nini. Unataka chai cha kijani au chai ya rangi nyeusi au unahitaji nini?" Baada ya kumzuga yule bwana mdogo, ndipo huyu kijana alipoingia kule bafuni alipokuwa yule mwanamama, aende kuangalia ni kitu gani ambacho alichokuwa anakifanya huyu bidada. Alipofika kule alikuta mwanadada na vidonge. Hivi vidonge ukiviangalia vizuri mpenzi mtazamaji, utagundua kabisa ni vile vidonge sumu. Kijana ndipo alipofunga mlango. Moja kwa moja akaingia kule. Bidada alikuwa analalamika. Akasema, "Mimi hakuna mtu anayenihitaji kabisa. Naomba uniache peke yangu. Niache mimi." Sikiliza bwana bidada wewe. Ninajua ni jinsi gani unavyojisikia.
najua maumivu ambayo unayasikia. Akasema hapana, haujui chochote. Haujui chochote. Na hakuna mtu ambaye ananipenda mimi. Hakuna mtu anayenihitaji hata kidogo. Bidada alikuwa anaendelea kulalamika huku analia. Mkononi alikuwa ameshikilia vidonge. Kijana ndipo alipomsogelea huyu binti. Akasema lakini mtoto wako anakuhitaji. Binti alikuwa anaendelea kulia. Alikuwa analia kweli kweli. Huyu mwanamke moja kwa moja alikuwa amekata tamaa ya kuishi. Alikuwa hahitaji kuishi tena, kufuatana na mambo yalikuwa yamempata katika maisha. Hivyo alikuwa anaona ni bora ajitoe katika dunia hii, kufuatana na misukosuko aliyokuwa anaipitia katika maisha yake. Kijana ndipo alipokaa karibu naye. Akamwambia, sikiliza, unajua ni kwa nini tunaishi hivi mimi na kaka yangu? Akasema ni kwa sababu baba yangu aliondoka akamwacha mama yangu, na mama yangu hakuweza kuvumilia, akawa amenituacha peke yetu mtaani. Hivyo ndio maana unaona tunaishi maisha haya. Kusema ukweli, hata sisi wenyewe hatupendi kuishi maisha haya ya wizi. Ni kwa sababu hatuna pa kwenda, hatuna baba, hatuna mama, wote washatutelekeza mtaani. Hivyo hii kazi ndio tunaona ni kazi ya ziada, hii tuweze tukupata hata hela ya kula. Sasa wewe unaona hii ni jambo gumu kwako, unaona hii ni jambo baya kwako, lakini wewe hauna idea, hauna wazo jingine. Lakini nakwambia ukweli, hii inaweza kuja kuwa baya zaidi baadaye. Alikuwa anamwambia kuhusu mtoto wake. Akimwambia, wewe unaona hili ni jambo baya lililokupata leo, lakini nakwambia ukweli, wewe hauna wazo jingine, haufikirii mambo mengine. Unapoelekea huko, ukija kufanya hili, litakuja kuwa jambo baya zaidi huko mbele. Kwa sababu wewe una mtoto mdogo. Ukifanya hivi atabaki na nani? Usifanye hivi kwa ajili ya maslahi yako. Unatakiwa ufikirie hata kesho yako. Usifanye mambo kwa ajili ya hasira bwana. Don't give up, never give up man. Binti baada ya kusikiza maneno ya yule kijana, ama hakika aliahirisha kile alichokuwa anahitaji kukifanya. Ndipo alipoisogelea bomba. Vile vidonge vyake moja kwa moja alivifungulia, vikaingia katika sinki la bomba. Binti huyu ni kama vile faraja irudi tena. Kijana akapeleka mkono akaweka katika begi lake, akawa anamfariji na kumpa moyo. Kamwambia, bana, usione leo inakuwa ngumu kiasi hiki, unatakia usubiri kesho. Subiri kesho. Kesho inaenda kuwa sawa. Nakwambia wewe unaenda kuwa vizuri, unaenda kuwa sawa sasa. Kijana huyu kusema ukweli alikuwa anampa mawazo mazuri. Baada ya mwaka mmoja kupita, mwaka mmoja baadaye, tunamwona binti alikuwa na tabasamu, alikuwa na furaha kweli kweli. Uso wake ulikuwa umejaa tabasamu kweli kweli. Alikuwa anakuja akiwa ameshikilia chakula, akimwambia, hey baby. Moja kwa moja akawa amemkiss. Tunamwangalia mwamba moja kwa moja, alikuwa tayari washakuwa wapenzi, wapenda nao. Akamuuliza, umempigia kaka yako? Akasema, ndio, nimewasiliana naye, atakuwa hapa muda so mrefu. Hapo hapo akiwa anaendelea kuongea, walisikia wanaingia ndani. Mtoto alikuwa amewaletea michoro yake aliyokuwa michoro. Akamwambia, tizama sasa, huyu ni mtoto wetu wote leo. Ndipo walipokuwa wanatizama kile alichokuwa amekichora yule bwana mdogo. Alikuwa amemchora mama yake na baba yake, pia amemchora huyu brother ambaye ni kaka yake na huyu mme wa mama yake. Akamwambia, lakini mimi amenikosea bwana, amenichora vibaya. Mama akamwambia, nilikuwa na ndoto ya kuwa na familia kama hii. Sema ukweli, ilikuwa ni familia nzuri, yenye furaha, yenye tabasamu, yenye kusmile kila muda.
Hii picha inakufundisha nini katika maisha, mpenzi msomaji? Hii picha inafundisha ya kwamba hautakii kukata tamaa hata kidogo katika maisha. Hata kama utakumbwa na changamoto na matatizo na majanga ya aina mbalimbali, sumu kubwa katika maisha ni kukata tamaa. Hautakii kukata tamaa. Kuna mambo yanakuja kama mabaya, kumbe ndani yake yamebeba wema. Na kuna mambo yanakuja kama mema, kumbe ndani yake yamebeba mabaya. Tizama, hawa wezi wamekuja kwa ajili ya kuiba, na wenyewe wakajipatia riziki ili waweze kupoza njaa katika siku hiyo. Lakini sasa katika wizi humo ndipo walipojipatia maisha. Maana huyu binti alikuwa na mali, alikuwa na pesa, na yeye mwenyewe alikuwa na familia. Alikuwa amebaki na mtoto wake, na mume wake ndio hivyo amemkataa moja kwa moja, akamwambia hahitaji kuwa naye, ameshapata maisha mapya na ameshapata mwanamke mwingine mpya, hivyo hahitaji kuwa naye na hakuna mtu ambaye anahitaji kuwa naye. Binti kufuatana na matatizo na majanga aliyokuwa anayapitia, na wezi nao wamemkuta katika changamoto zile, wakamuibia simu, aligive up kabisa mpaka kataka kula vidonge vya sumu ili aweze kujiondoa duniani. Aliona hana option nyingine ya kufanya katika dunia hii. Lakini huyu bwana mdogo alimwambia, usifanye hivyo. Unajua ni kwa nini sisi tunaishi hivi? Mimi na kaka yangu tunaishi hivi kwa sababu baba alimwacha mama yetu, na mama yetu naye hakuweza kuvumilia akatuacha katika mtaa. Ndio maana tunahangaika hivi na tunakuwa hivi, lakini tunavyoishi hivi hatutaki sisi. Hivyo hiki unachoenda kukifanya kitakuja kuwa matokeo mabaya kwa mtoto wako. I say, mwanadada, maneno aliyoambiwa na huyu kaka yalikuwa maneno mazuri na ya kutia moyo, na mahakika mwisho wa siku sasa wamekuwa mume na mke, na familia ilikuwa ni familia yenye furaha. Hivyo na wenyewe hawa ambao walikuwa ni wezi wamejipatia maisha na wanaishi vizuri. Bwana, mimi niliweka maneno ya kisosi katika picha hii. Naitwa The King Voice, wengi wanapenda kuniita DJ Kaz. Moja kwa moja ni kutoka ndani ya K Voice TV. Na kuomba subscribe, uweke na alama ya kengele katika chaneli hii, ili kila video nitakayokuwa nakiweka katika chaneli hii uwe ni wa kwanza kuipata. Chao, tukutane katika video nyingine, Mungu akipenda. Alamsika.